Tunaadhimisha leo sherehe ya Utatu Mtakatifu tukiwa tumefanya hija ya kijimbo kwenye kituo chetu hiki cha hija Ifusha Nholo. Na yote haya yanafanyika katika mwaka huu mtakatifu na wa Jubilei 2025. Tunapoalikwa kuzipata neema na rehema zitokazo kwenye upendo wa muungano na umoja usiogawanyika wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sherehe tunayoadhimisha leo tukiwa tumeungana na waamini wote wa kanisa letu ulimwenguni, tofauti na sherehe nyingine tunazoadhimisha kiimani, ina upekee wake, kwani ni katika maadhimisho haya tunasherehekea kwa namna fulani historia nzima ya ukombozi wetu, tukizishangilia na kuzitukuza nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, za Mungu mmoja, zilizouleta ukombozi huo. Tunalifanya hili baada ya kuwa tumeadhimisha sherehe za Bwana, neno aliyefanyika mwili, umwilisho, sherehe ya ubatizo wa Bwana, na hata fumbo la mateso, kifo na ufufuko wake, Pasaka. Unaweza ukalinganisha sherehe hii na kile anachofanya mtu anayekuwa kwenye safari ndefu baada ya kuwa amefika mwisho wa safari yake, akatizama alikotoka, akiyafikiria yaliyofanyika magumu na mepesi kabla ya kufika kwake hapo alipo. Ndugu zangu, tunapoadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu inayofanyika Jumapili baada ya Dominika ya Pentekoste, ambayo huhitimisha fumbo la umwilisho na ukombozi wetu, inatufanya tulione katika ukamilifu wake hilo fumbo la ukombozi wetu, na kutukumbusha kuwa huo ukombozi ni kazi ya Mungu anayoifanya akiwa katika jumuiya ya upendo wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni katika umoja na ushirika Mungu anatukomboa. Ni katika umoja na ushirika Mungu anatukomboa. Ukweli wa Mungu anayeleta ukombozi kwa ushirika na umoja wa nafsi zinazokuwa pamoja unaonekana tangu kwenye Agano la Kale, hata kama haukufahamika hivyo kirahisi na ikabaki ni siri. Kwenye kanisa letu hili la kituo cha hija cha Utatu Mtakatifu tunauona mchoro huo. Bila shaka mnaotizama huo mchoro ambao umewekwa hapo na maana kubwa sana. Huo mchoro unatupeleka kuona ukweli wa Mungu anayefanya kazi kwa ushirika na nafsi, ushirika wa nafsi hizo. Unapoturejesha kwenye simulizi kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18. Ukitaka unaweza kusoma sura zote hizo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18, 19, 20 mpaka 21. Historia nzima hiyo ya huo mchoro huo na hizo nafsi zilizokuwa hapo katika ushirika. Ibrahimu anapokutana na Mungu anayefanya kazi ya kuleta furaha kwake na kwa mke wake Sara kwa njia ya nafsi za hao watu waliomtokea na kuleta habari njema ya kumpata mzao, na kweli wakampata wote wakiwa katika umri ulioenda mbali na wa kushangaza, miaka ya uzeeni, wakapata hiyo furaha, habari zake zilizoletwa na hizo nafsi, Mungu katika ushirika pamoja na hao wengine. Kwenye somo la kwanza tulilosikia leo kutoka katika kitabu cha Mithali, hiyo hekima inayotajwa inajionyesha kama nafsi iliyokuwa pamoja na Mungu tangu zamani. Na hekima hii ndio huyo Yesu Kristo mwenyewe, nafsi ya pili ya Mungu kama anavyotufundisha. Na kwenye Agano la Jipya ni Yesu mwenyewe anayefunua fumbo hili anapomtaja Mungu kama Baba,
na kumtaja Roho Mtakatifu kama mpelekwa Paraklito, na baadaye kujitaja yeye mwenyewe kama mwana. Zinaendelea kutajwa hizo nafsi tatu za Mungu mmoja. Zitakuja tena baadaye alama nyingine nyingi tu katika historia ya kanisa zinazoufunua ukweli huu wa Utatu Mtakatifu. Baada ya ufufuko, Yesu mwenyewe aliwatuma mitume wake wakawafundishe mataifa yote. Nasikia hiyo formula ya kawaida ya kila siku, wakiwabatiza na kuwafanya kwanza wafanye mataifa yote kwa wanafunzi, wakiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndio nafsi hizo tatu za Mungu katika kazi hiyo inayofanyika kumkomboa huyo mwanadamu. Nasi leo ndugu zangu, imani katika Utatu Mtakatifu tunaionyesha na kuithibitisha kwa namna mbalimbali katika liturujia, katika baraka zetu tunazozitoa, na hata kwenye ishara ya msalaba tunaifanya kila wakati kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Huo ni Utatu Mtakatifu tunaokiri, na tusichoke kufanya hivyo hata mbele ya hawa watu ambao wakati mwingine tunakuwa na aibu kumkiri huyo Mungu wetu kwa ishara hiyo fupi tu ya njia ya msalaba. Mtume Paulo katika somo tulilosikia kutoka kwenye waraka wake kwa Warumi anaweka wazi ukweli huu wa ushirika na umoja wa Mungu katika nafsi tatu zilizotukomboa. Mungu Baba ndiye aliyetufanya tuwe wenye haki kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo. Na kutoka kwa hao Baba na Mwana anatolewa kwa wafuasi wake huyo Roho Mtakatifu aliyekuwa ameahidiwa kwa wafuasi wa Yesu. Ndiye anayeliongoza sasa, ndiye anatupa nguvu kwenda mbele na kuyafanya hayo mapenzi ya Mungu. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Ndivyo anavyotukumbusha Mtume Paulo. Tunapoadhimisha fumbo hili kuu la Utatu Mtakatifu, na tukifahamu kuwa sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26, tuone umuhimu na wajibu wa kuwa tayari kukutana na wengine, kukuza umoja na ushirika katika utume. Na hiyo ndiyo ilikuwa kauli mbiu ya sinodi ya maaskofu iliyoanza mwaka 2021 na kuhitimishwa mwezi Oktoba mwaka jana 2024. Kanisa la kisinodi, umoja, ushirika na utume. Kama alivyosema wakati fulani Papa mkumbukwa Francisco kwenye sherehe ya Utatu Mtakatifu, maadhimisho haya yahuishe utume wetu wa kuishi katika umoja na Mungu, na pia kuishi katika umoja kati yetu sisi wenyewe kwa mfano wa muungano wa kimungu. Tunaitwa kuishi na kutenda si kila mtu peke yake bila wengine na akajiona yuko juu yao na akiwa kinyume nao. Hapana, bali pamoja tunaitwa tuwe pamoja na wengine na kwa ajili ya wengine na kati ya wengine. Utatu Mtakatifu unavyofanya hivyo, pamoja kwa ajili ya Mungu Mwana, Roho Mtakatifu kwa ajili ya wengine. Tunaitwa kukuza jumuiya zote za kikanisa ili ziwe daima familia ambazo zina uwezo wa kutafakari uzuri wa Utatu Mtakatifu na ziwe tayari kufanya kazi ya uinjilishaji, si kwa maneno tu, bali kwa nguvu ya upendo wa kimungu ulio kati yetu na daima katika umoja. Ndugu zangu wana Tabora, tukiwa tumekusanyika hapa penye kuleta kitulizo cha furaha na furaha ifusha ngoro, tukitafuta kuunganika na kubaki pamoja na Mungu katika nafsi zake tatu, na leo tukiitwa tukiwa tunamtafakari Mungu huyo mmoja na hakuna mwingine,
katika nafsi zake tatu hizo za Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuombe katika maadhimisho ya misa hii takatifu neema ya pekee ya kuweza kuishi na kutenda kwa mfano wa Utatu Mtakatifu, tukijenga mahusiano yetu ambayo tunataka yawe mema, ya kutukuza huo ushirikiano na upendo wa kidugu kati yetu. Na yote hayo yatawezekana iwapo tutamsikiliza huyo Roho Mtakatifu tuliahidiwa na Bwana, aliyesema kuwa lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Tulilosikia hilo katika sehemu ya Injili ya Yohana iliyosoma kwetu leo. Basi tukiwa tunasherehekea jubilei 2025 na kama mahujaji katika matumaini, tufurahi, kwani Bwana anaendelea kutukirimia neema zake nyingi. Lakini bado tusisahau, kama alivyotukumbusha Mtume Paulo leo katika waraka wake kwa Warumi, kufurahi pia katika dhiki, tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, yaani uvumilivu, na saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahadharishi. Amina.